Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo cha saa ya faraja katika Kristo. Na leo tunaongozwa na neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Danieli sura ya 10 mstari ule wa kwanza mpaka wa 10, na tunazungumzia nguvu ya maombi ya kufunga inavyoweza kubadilisha maisha yako. Na nitatangulia kusoma kwa jina kuu la Yesu Kristo. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi wa ufalme wa Wajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama, wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hedekieli, na aliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguvu za kitani viunoni mwake, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya uvazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa kuwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi. Natazama mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia, Danieli upendwaye sana, yafahamu maneno haya nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Wapendwa, maombi ya kufunga na kuomba yana nguvu sana. Kwenye kipindi kilichopita nimeelezea zaidi jinsi ambavyo maombi haya ya kufunga, unapofunga na kuomba, ilivyo na nguvu katika ulimwengu wa roho. Na tuliangazia zaidi katika kile kitabu cha Yona, hasa ile sura ya 2 na ya 3, jinsi Yona alivyofika kule Ninawi, akatangaza mbiu kwa mfalme, na mfalme akatangaza mbiu kwa watu kufunga na kuomba, wote kuvaa mavazi ya magunia pamoja na wanyama wote, kwa ajili ya uovu uliokuwa katika lile taifa. Na hata sasa tumeangazia kitabu hiki cha Danieli sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 10, na tumeona jinsi ambavyo Danieli alifunga majuma 3. Kwa hiyo huu ni mfungo wa siku 21 ndio ninauelezea sasa. Kuna aina nyingi za mfungo. Kuna mfungo wa siku 3 kavu, kuna mfungo wa siku 21, kuna mfungo wa siku 40 uko kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 na Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 10, Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Na tumeona kabisa katika neno hili jinsi ambavyo Danieli alifunga majuma haya 3 kabisa. Yeye hakula chakula kabisa, wala hakujipaka mafuta, wala hakunywa kitu chochote kitamu. Alikuwa akimlingana Bwana, alikuwa akimuomba Mungu. Na unaona katika siku hizo anasema kwamba alikuwa anafanya maombi yanaitwa maombi ya maombolezo. Kwa hiyo unapofunga na kuomboleza, maanake ni kuomba huku unalia, ni kuomba huku unalia. Mpendwa, maombi hayo yana nguvu sana. Kwa hiyo mahali popote ulipo, ninakushauri chukua muda wa kufunga na kuomba. Kuna hali ambayo tutapitia sisi kama watu wa Mungu, ambayo inatubidi tuingie katika kufunga na kuomba, kwa sababu sio hali ya kawaida. Kwa hiyo ninataka nikutie moyo na kukushauri kwamba hakikisha unapata muda wa kufunga na kuomba, na usifunge kwa kuiga, badala yake na kusihi sana ufunge kwa kusikiliza Roho Mtakatifu ndani yako. Warumi 8 mstari wa 16 anasema kwamba Roho mwenyewe hushuhudia ndani yetu. Kwa hiyo utashuhudiwa, utasikia labda wewe siku 3,
Unaweza ukasikia labda wewe chukua siku 21, labda kwa masaa 12 unafunga, lakini jioni unapata chochote kitu kilaini kwa ajili ya kusaidia afya yako. Ile itakusaidia sana wewe kama muombaji, huduma yako kukua. Unapofunga mwili wako unatiishwa, roho inakuwa na nguvu. Lakini unaona pia maombi ya kufunga na kuomba pia yanauvuta ulimwengu wa roho karibu, yanagusa usikivu wako wa ndani, unakuwa mwepesi kumsikia Mungu, kwa sababu kitu kikubwa kinachopigana sana na mwili ni uovu. Na ukisoma lile neno la Isaya sura ya 59 utaona anasema kwamba sikio la Mungu sio zito kusikia, wala mkono wake sio mfupi kusaidia, lakini maovu yetu yanatufarakanisha sisi na uso wake, wala hataki kutusikia. Kwa hiyo mahali popote ulipo na unaposikia kipindi hiki, ninakutia moyo sasa ufunge na kuomba, ufanye maombi ya kujitakatifuza. Jitakatifuze kabisa, achilia damu ya Yesu, fua mavazi yako kwa damu ya Yesu. Na usipofua mavazi yako kwa damu ya Yesu na kujitakasa sana, unaweza pia usimsikie Mungu. Kwa hiyo huyu Danieli alipokuwa akiomba hivyo, unaona jinsi Mungu alivyomwachilia malaika wake akashuka kuzungumza na mtumishi wake Danieli. Na unaona kabisa katika neno hili jinsi linavyoeleza kabisa kwamba huyu malaika alitokea Danieli akamwambia, tangu siku ya kwanza alipoanza kufunga na kuomba, alipojitia ufahamu akajinyenyekeza mbele za Mungu, na maneno yake yalisikiwa, naye amekuja kwa ajili ya maneno yake. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alimpinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo unaona kabisa Danieli tangu alipoanza kuomba katika zile siku 21 za kufunga, maombi yake yalijibiwa tangu ile siku ya kwanza alipofunga. Lakini mkuu wa uweza wa anga alizuia yale maombi. Kwa hiyo mfungo unaweza pia ukapambana mpaka mkuu wa uweza wa anga akaangushwa chini. Unaona huyu malaika Gabrieli wa habari na mawasiliano alimtokea Danieli wakati akiwa katika ile siku ya 23, kwa sababu tayari sasa siku 21 zilikuwa zimeshapita, wakaongeza tena nyingine zaidi. Kwa hiyo alipomtokea, wale ambao walikuwa wanaomba nao, angalia kitu kilichotokea, walipigwa na tetemeko wakawa wameondoka. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anataka akutenge na watu, ufunge, lakini pia upate mahali ambapo ni mahali ambapo wewe utaweza kukaa faraga na Mungu, uzungumze na Mungu. Angalia hao watu walikimbia wakamwacha Danieli, hao marafiki zake waliokuwa naomba nao katika huu mto Hedekeli, waliondoka wakamwacha mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu pia uache wewe mwenyewe, kwa sababu ya aina ya taarifa ambayo Mungu anataka kukuachilia kwako ni taarifa kubwa sana. Kwa hiyo ninahimiza, wakati mwingine Mungu anapokuhimiza kufunga, usitafute kampani sana, njoo tufunge wote siku fulani. Hapana, wanaweza wakafunga lakini wakawa hawana kifua cha kuhimili taarifa ambazo zitaachiliwa na Mungu kwenye hayo maombi. Kwa hiyo nimeona katika neno hili jinsi ambavyo mkuu wa uweza wa anga anaweza akazuia majibu ya maombi ya mtu. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza, yakini kuna kitu unakiombea kwa muda mrefu sana, lakini majibu hayajatoka. Wewe unaona hayajatoka au yamechelewa, kumbe yamezuiwa na mkuu wa uweza wa anga. Kwa hiyo ongeza kufunga. Kama ilikuwa ni 21, ongeza zaidi kama kina Danieli. Na wakati unapoongeza, achilia damu ya Yesu kwenye anga, achilia damu ya Yesu kwenye anga. Kitabu cha Ufunuo, Yohana sura ya 12 mstari wa 11, anasema kulikuwa kuna vita huko mbinguni, lakini Mikaeli alipigana na yule joka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, lakini nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa hiyo achilia damu ya Yesu kwenye anga. Kama kuna kitu chochote kimezuia majibu yako, kiweze kuachilia. Ambacho kinazuia ni mkuu wa uweza wa anga, kama tulivyosikia katika ile neno la Danieli sura ile ya 10 mstari wa 13 na 14. Unaweza ukaona hapo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa unaweza ukasikiliza neno la Mungu ambalo linakuja ndani yako wakati unaomba. Unajua wakati unapokuwa unaomba, Mungu huwa anasema, kwa sababu mwili wako unakuwa umekosa nguvu, lakini roho inakuwa ina nguvu. Ndio maana Danieli anaeleza kabisa kwamba hali yake ya ndani, hali yake ya kawaida ya kibinadamu nguvu zake zote ziliondolewa. Yani mwili wake uligeuzwa kuwa ni uharibifu, nguvu zilimuishia kabisa. Kwa nini? Nguvu zinapoisha, roho inakuwa ina nguvu.
Kwa hiyo funga na kuomba kabisa. Kuna vitu Mungu atakusemesha. Hata kama kuna kitu Mungu aliwahi kukuambia na ukielewa vizuri, funga na kuomba. Mbona wakina Danieli walikuwa wanafunga na kuomba, wanaletewa pia hata ndoto za watu. Kwa hiyo ninakushauri sana umuite Mungu, mtafute Bwana kwa moyo wako wote, utamuona. Mtafute kwa kufunga pia. Kama ulikuwa unaomba tu ufungi, funga, omba. Lakini neno la Wafilipi 4:6 nasema kwamba omba, sali na kushukuru. Kwa hiyo pata muda ukiwa umefunga, tenga lisaa la kuomba kitu, tenga lisaa la kusali na tenga lisaa la kushukuru. Wafilipi 4:6, kuomba, kusali pamoja na kushukuru, na haja zako zitajulikana na Mungu. Kwa hiyo ukifanya hivyo, utasikia ulimwengu wako wa roho umekuwa mwepesi na Mungu anaendelea kusema na maisha yako. Bwana akubariki sana katika jambo lolote ambalo unapitia na ulikuwa unahitaji labda ushauri wa kitumishi au jambo lolote ambalo unaona umekwama, basi usisite kutupigia simu kupitia namba zetu 0759 044115 au 0743435575. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.